Kwa majina naitwa Mohamed Haji, ni mkurugenzi wa Makunduchi Villa, lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Twende na Mama Sports Promotion. Kwanza tunamshukuru dada Zubeda kwa ajili ya shughuli hii ambayo ameifanya, na kumshukuru Mheshimiwa Balozi na wageni wengine pamoja na mgeni rasmi ambaye tulikuwa naye hapa, mama yetu Mama Maria Sebastian. Kwa kweli sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu. Shughuli yetu tumefanya vizuri. Lengo ilikuwa ni kwa ajili ya kufuturu na watoto yatima na kumwombea dua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa kweli sisi tunashukuru sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza swala hili vizuri. Kingine ni kusema Waislamu tujitokeze sana kuwasaidia watoto yatima hawa, kwa sababu hao watoto sisi ndo walezi wao. Unapokuwa tayari unaitwa mtoto yatima, unapojitokeza na kuwa mlezi, ina maana umebeba dhamana ya kuweza kuwasaidia watoto hao na unachukua udhumuni ya kuwa baba au mama. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana, na kwa kweli nawashukuru ndugu zangu ambao tumejumuika pamoja. Kwa kweli mimi nawatakia kila la kheri, na inshallah Mwenyezi Mungu atawajalia tuendelee kumsupport Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kujitoa. Kila siku mimi nasema unapokuwa unajitoa si kwa sababu kuna kitu unataka, hapana. Kujitoa ni imani ya mtu. Unapokuwa tayari wewe una imani, ni nafsi yako inakutuma kuweza kuwasaidia watu. Huwezi kulazimishwa kumsaidia mtu isipokuwa uwe na imani. Imani huwa inatokana na mtu na matendo yake tangia huko alikotoka. Ukiwa na historia ya kusaidia watu, milele utabaki kuwa hivyo. Shekhe, ukimsaidia mtu unabaki kumsaidia, huna sababu ya kusukumwa. Lakini tuwaombe watu wengine pia waendelee kupata msukumo huo wa kuweza kuwasaidia watu, kwa sababu hii ni jamii ambayo ni jamii ya Kitanzania ambayo inapaswa kusaidiwa yenyewe ikainuka. Kuna mazingira ya elimu, mazingira mengi sana kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye anafanya kazi kubwa upande wake, na sisi kama kwa nafasi zetu hizi ndogo ndogo tulizokuwa nazo kama wadau, na sisi tumsaidie. Na unapokuwa unamsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan, unaondoa umaskini, unaondoa magonjwa, unaondoa maradhi, unaondoa kila kitu. Kwa mfano umemsikiliza binti pale mdogo sana, amemaliza form 4, yuko form 4, lakini anaongea Kiingereza kizuri sana. Yawezekana Kiingereza chake ambacho anazungumza tofauti na Kiingereza cha wengine ambao wako mtaani. Kwa hiyo ni masuala kuweza kuwasaidia, kwa sababu kwa mfano leo hapa tumefanya harambee si ndogo. Kwa harambee ya kawaida kupata milioni 33,550,000 si ndogo. Sasa hiyo ni kuendelea kuwasapoti wengine ambao wako nje kuja kuwekeza. Hiyo unaweka deni kwa Mwenyezi Mungu. Wewe Mwenyezi Mungu unapomwekea deni, na yeye atakulipa. Anakulipaje utajua mwenyewe. Sasa hiyo ni bahati nasibu. Shekhe, unapokuwa unatoa, sisi tunapojua kwa Waislamu, unapotoa Mwenyezi Mungu anajua atakupa nini. Kila unapoendelea kutoa na yeye anakupa. Kwa hiyo mimi ni kuendelea kuwasapoti. Kupata milioni 33 kwa wakati mmoja si kitu kidogo. Tofali karibuni 5,000, simenti 5,800 ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wengine kuitafuta hiyo milioni 400 si jambo dogo. Kwa hiyo tuendelee kuhamasika. Wasanii, kunaona wasanii wanakuwa wanatoa fedha, ni kujitoa tu. Kwa mfano kuna wasanii 10 wakisema kila mtu anatoa milioni 10 tayari ni milioni 100 hiyo. Kwa hiyo ni vitu vya kuhamasika tu, ni kuendelea kuwasaidia watoto hawa kupata sehemu nzuri na kupata mahitaji mazuri. Niseme tu kwa ufupi, Amani Foundation for Orphanage ni kituo cha kulea watoto yatima kinachopatikana hapa Kibugumo, wilaya ya Kigamboni, ambacho kina watoto 27 watoto wa kike na 33 watoto wa kiume. Kilianza mwaka 2014 Disemba tarehe 19. Lakini kituo hiki, Mheshimiwa mgeni rasmi, kimesajiliwa. Kina sajili ya NGO ambayo ina deal na watoto mayatima na wenye mazingira magumu na hatarishi. Hii yote ni mioyo tu ya kuguswa. Vitu hivi ambavyo Mwenyezi Mungu hubarikia watu wake maalum, ambavyo vinaitwa vitu special ama wito, ni kupenda watoto, na hususan watoto hawa mayatima na wenye mazingira magumu. Na mpaka kufikia hii leo tuna watoto 60 tukiwa katika jengo letu hili hapa mtaa wa Kibugumo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni sehemu yetu wenyewe. Niongee tu haraka, hii ni sehemu yetu wenyewe, ni majengo ya kwetu wenyewe, Amani Foundation for Orphanage, lakini ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu, lakini na jitihada na moyo wa kujitoa na kupambana mpaka kufikia ujenzi 80% kwenye 100%. Kwa hiyo ujenzi wetu katika kituo hiki upo 80%, bado 20% unatakiwa kumalizika. Mimi ni mwanamke ambaye napambana hapa
na watoto hawa 60. Hesabu sio ndogo, lakini ni moyo ule, narudia tena, wa kujitoa, lakini pia watu wanaonishika mikono na kuniangalia kwa ukaribu na kuniona kitu ninachokifanya na wakaridhika nacho na wakapenda wakanishika mkono. Sheikh Al-Hadhrami, Sheikh wa Ilaki Kigamboni, niseme yeye ndiye aliye kwa sababu ya kupatikana uwanja huu. Ni yeye huyu alikuja kuniona na kazi zangu ninazozifanya, akakubali, akaomba hiki kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa watoto, mpaka leo kimepatikana. Lakini pia tunaye mlezi wetu kaka Mo Makunduchivila, ama mdhamini, anajitahidi sana. Amekuja hapa akaniangalia akaona kweli napambana, naye akaamua kunishika mkono. Lakini kwa sababu narudia tena, na mimi ni mwanamke, napaswa kushikwa mkono ili kusonga mbele. Natamani kuwa na kituo cha mfano cha kimataifa ambacho naweza kulea hata watoto 500. Uwezo na nguvu hiyo ipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sija kusimamisha, tuna kiwanja chetu pale nje kutoka getini, tunategemea kujenga nyumba watoto wa kike. Nyumba ile tutatenganisha jinsia. Huku tutaacha watoto wa kiume na kule nje tutaacha watoto wa kike. Tutaendelea kupokea watoto kutoka serikali za mitaa na ustawi wa jamii. Mwenyekiti wangu yuko hapa, mwenyekiti Tindwa, ananiletea watoto hapa ambapo tayari amefanyia tathmini na kuona kweli wana shida ya kusaidiwa. Anawaleta hapa kwa ajili ya kupata huduma. Na kituo hiki kinatoa huduma zote za msingi. Watoto wako unaona pale wote wanasoma shule, nursery, primary na sekondari. Watoto wa kwanza kabisa wako form 5. Wanafanya vizuri shule, wanapata division 1, ni kwa sababu ya kupambana. Hatufanyi masiara, tunapiga kazi. Role model wangu ni Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa Umar Rajabu Kombe, mimi ni mratibu wa iftari ya leo ambapo imefanyika hapa kwa lengo la kuombea taifa amani na kuombea uchaguzi wetu wa amani na kumuombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ili Mwenyezi Mungu azidi kumpa nguvu na heri kwenye kufanya kazi zake. Kwa hiyo tunashukuru dua imeenda vizuri na tunashukuru zoezi la kuchangia limekwenda vizuri. Mabarozi wawili waliweza kufika hapa. Kuna barozi wa Urusi ameweza kufika hapa na kuahidi kusaidia kuchangia kujenga, lakini pia tunamshukuru barozi wa Dubai, barozi mdogo aliweza kufika mchana pia hapa na kuahidi kusaidia ujenzi wa watoto wa yatima. Mtoto wa kike ni mtu muhimu sana. Ndio maana nchi yetu inaongozwa na mwanamke, kwa sababu zamani watu walikuwa wanaona kama wanawake ni watu ambao wapo tu kwa ajili ya kusindikiza maisha, lakini leo imeonyesha kwamba wanawake ni watu muhimu sana. Huu mchango ambao umetolewa leo kwa ajili ya ujenzi wa jengo la watoto wa kike ni faraja kubwa sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tunamtakia kila laheri kwenye kazi zake, na Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi. Asanteni sana kwa mazuri mnaotufanyia. Mungu azidi kuwabariki. Kwa majina naitwa Maria Sebastian, ni mwenyekiti wa kamati ya uchumi, uwezeshaji na fedha, Umoja wa Vijana Taifa. Kwa hivyo uwepo wangu hapa leo unagusa moja kwa moja kundi la vijana wa Mama Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio rais wetu. Leo anapambana kama mwanamke na sisi sote tuko nyuma yake, tukimsogeza hatua kwa hatua, tukipambana naye nyuma yake ili aweze kutimiza malengo yake. Dada Zubeda, nikupongeze sana. Jamani, makofi makubwa kwa mwanamke. Kuna neno linasema ukimwezesha mwanamke mmoja umeiwezesha jamii. Leo dada Zubeda umeprove your point kwamba umewezeshwa na sisi tumeona. Nimepata historia kwa ufupi, umetokea Zanzibar, ulisaidia watoto kutoka kwenye ajali ya meli ya MV Spice, lakini ukuishia Zanzibar ukasema uje mpaka bara, na hapa tuko na watoto 60 na sasa unakwenda kujenga jengo linalohusu watoto wa kike. Na kwa hakika mimi naguswa moja kwa moja, kwa sababu mtoto wa kike kwa sasa si vile tulivyokuwa zamani, hasa kwa dini ya Kiislamu. Watoto wa kike walikuwa hawaruhusiwi kwenda kusukuma gurudumu la maendeleo.
tulikuwa tunajulikana sisi ni wa jikoni, sisi ni wa kusababisha yale yaliyo ya nyumbani peke yake. Lakini sasa tuna rais mwanamke, basi hatuna budi na sisi kulea wengine waweze kupokea vijiti leo na kesho, tupate mwingine na mwingine. Kwa hivyo mjengo utakaojengwa hapa, ninaamini kabisa unakwenda kutoa vijana wenye nguvu, wenye elimu, wenye uwezo na misimamo ambayo sisi kama jamii tunakwenda kuiweka siku hadi siku. Yapo matatizo ya malezi kijamii. Kwa hivyo si vema kama tuna jengo moja tu hapa kuwa na jengo la kuchanganya watoto wa kiume na wa kike, lakini vile vile tunapokuwa pia na majengo ya kusema hili ni la wa kike na hili ni la wa kiume, ni lazima tusimame imara kuhakikisha maadili ya watoto wetu yanakwenda sawa sawa. Hoja ya mwaka huu ni utu na kazi. Utu na kazi unaanzia nyumbani. Kama sisi hatuwezi kulea watoto wetu wenyewe, sijui tutakwenda kumfadhili nani nje ya nyumbani kwetu. Mimi naamini hao watoto ni wetu sote. Mtoto wa jirani yako ni mtoto wako. Pamoja na kwamba wamekuwa identified au wamejulikana kama watoto yatima, lakini ni watoto kama watoto wengine. Yatupasa sisi kama jamii tuwafanye watoto hawa wajisikie vema na wajisikie ni watoto wenye fursa sawa na watoto wengine. Kwa hivyo bila kupoteza muda, kwa sababu leo tunayo dua ya kumwombea rais wetu ambaye naye ni mwanamke, tunayo dua ya kuiombea nchi yetu, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunakwenda kuchagua mihimili mitatu ya siasa na serikali: rais, mbunge na diwani mwisho wa mwaka huu. Kwa hivyo tuiombe dua shehe ikaguse vyema sana, ili tukapate uchaguzi wenye amani na salama, kama ambavyo tumekuwa identified hapa na balozi wa Russia kwamba tangu Tanganyika ameijua Tanzania kama kitovu cha amani. Kwa hivyo tuombe amani katika uchaguzi wetu upate kwenda salama. Tuombe amani, nguvu na uwezo wa kutosha kwa wale wote watakaojitokeza katika uongozi, na niombe sana wanawake wajitokeze kwa wingi kama ambavyo Mama Samia ametaka iwe kipindi chake, walau tuweze kufikia lengo la 50 kwa 50 katika uongozi. Basi nyote mnakaribishwa kwenda kuhakikisha mnazishika nafasi za udiwani na ubunge. Adhima ya watoto wa kike wa Tanzania nitachangia shilingi milioni 10. Kwamba wanahitajika kuwafikia wadogo zetu, ndugu zetu, wenzetu zetu wenye uhitaji. Furaha pia waone, wakiwaona wanafurahi. Chochote utakachokuwa wamewapelekea au kukaa nao pia wanafurahi, kwa sababu hakuna mipaka kati ya wao na sisi. Umeelewa? Inshallah nitafanikisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nitawa encourage wote, mastaa, waigizaji na waimbaji hadi wachekeshaji. واسعة فإياي فاعبدون كل نفس